Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati, mkiwa mbali na karibu, muko sawa. Bila shaka kabisa tuna matumaini ya kwamba muko salama salamini, nasi tuko wazima. Tunamshukuru Mungu kwa ulinzi wake. Tunawatakia tena mchana mwema wa siku ya leo mardi le 2 Desembre 2025, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za mchana wa leo. Ni habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano kuambia kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Habari za mapigano tutawapeleka moja kwa moja ndani ya province ya Sud Kivu mu territoire ya Mwenga kwenye kuna ripotiwa mapigano makali. Mu eneo ya Kaziba tayari Generale Mzalendo ya Kutumba William aisha ingia pale, safari ni ya kuelekea Burinyi. Upande mwingine ndani ya Kasika vikosi vya FARDC na wazalendo pamoja na jeshi la Burundi viliwashambulia wasi wa AFC M23 kwa kuondoa hapo. Ndani ya territoire ya Kabare mapigano ni makali maeneo ya Chivanga, eneo karibu na Parke Nationale ya Kauzi Biega. Tutawapeleka ndani ya maeneo ya Katasomwa mu territoire ya Kalehe, pale ni kivumbi na jasho. FARDC siku ya leo ililanse offensive mu maeneo tofauti. Leo ni leo nakwambia wasi wa AFC M23 hawana bahati. Unayoifuata kama kawaida ni Kwetu TV, channel kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, kucomment na kulike, kuzisambaza taarifa hizi kwa walio wengi, kuendelea kujiunga nasi na shene yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo chini ya titre au mtuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka mtakuwa napata taarifa zetu zote kwa wakati. Habari zetu za mchana wa leo tutawapeleka moja kwa moja ndani ya territoire ya Mwenga kunapo ripotiwa mapigano makali kati ya FARDC na vikosi vya jeshi la Burundi na wazalendo wanaopigana na wasi wa AFC M23. Tutaanzia ndani ya Kasika. Kasika ni eneo ambayo iko kwenye route nationale numero 2 ukielekea maeneo ya Mwenga Centre. Ni eneo ambayo ilikamatwaka na wasi wa AFC M23 ndani ya semaine passée. Nadhani mnakumbuka ndani ya taarifa za siku chache ambazo zimepita tuliwaambia huko wakati wasi wa AFC M23 walikuwa wamekamata hapo. Siku ya leo saa za 4 ndipo moto uliwaka wakati vikosi vya FARDC na wazalendo pamoja na FDNB waliatake wasi wa AFC M23 hapo Kasika. Wanawashambulia kwa umbali, wengine wakiatake maeneo ya Kalambi Centre ili kuprogresser vers Kasika. Kasika AFC M23 ilikuwa tayari imeinstale nafasi zao ama ngome zao defense pale, ziko na shambuliwa na kulipuliwa na silaha nzito za FARDC. Upande wa mbele maeneo ya Mulambi wanajeshi wa FDNB na wanajeshi wa wazalendo pamoja na FARDC wako offensive pale. Ni mapigano ambayo yalikuja baada ya renforcement ya vikosi vya wazalendo na vikosi vya Burundi kwa ajili ya kuwafukuza wasi hao ndani ya maeneo hayo, na tayari operation zimeanza ili kuwaondoa kabisa wasi wa AFC M23 ndani ya maeneo hayo ya Mwenga ambayo walikuwa wameyakamata. Muda huu tuko naongea mchana wa leo ni milipuko ya silaha nzito na nyepesi ambayo iko nasikika Kasika. Wasi wa AFC M23 walikimbia nafasi zao wakakimbilia ndani ya nyumba za wakaaji paske ziko nalipuliwa pale vikali. Nasema eneo zao ama ngome zao ziko na kuwa bombarde sana na maartileri. Hali ni ya wasiwasi mu wakaaji ambao walikimbilia msituni wanangoja mapigano yaishe warejee ndani ya vijiji vyao. FARDC na jeshi la Burundi pamoja na wazalendo siku ya leo kabisa wako na shambulia wasi wa AFC M23 vikali sana. Pale ni ndani ya eneo ya Kasika mu territoire ya Mwenga, maeneo yanayokuwa kwenye route nationale numero 2.
Upande mwingine mu territoire toujours ya Mwenga ila muho plateau ya Mwenga maeneo ya Kaziba tayari General Mzalendo ya Muri ya Kutumba na kikosi chake walisha ingia Kaziba centre. Wazalendo wa General ya Muri ya Kutumba akiwa amewaongoza naye pale kufro waisha ingia ndani ya Kaziba. Taarifa tunazo kwa mkaaji kutoka huko ndizo hizi kabisa, musikie jinsi hali iko napigana pale kunifo ya Kaziba. Ni mzee William ya Kutumba peke iko pale. Mzee William ya Kutumba iko pale Kaziba saa hii. Msidanganyike, iko pale kunafanya kazi pamoja na wengine bazalendo wenyewe wanatokea pale wanatokea pale nani nikumisho kutona njoo pite na pa nani Sange banatokea Sange watu ya General Kamama njoo wenyewe wanaenda saa hii direct niko na kuambia banaenda kanyaga direct Burinyi, banenda Burinyi. Kazi kwa hapa moto siri moto. Msidanganyike wakongomani, leo ni kitaeleweka, ifaa elewe, mwache kudanganyika. Sisi wengi tunabambia tuko kufro. Hii sasa tunasema tuko na gusha bale ba mpesile. Nilibambia habata kataka hapa sema baingie Uvira, tushaka lapa. Tulifanyaka poste selma na bulongo yetu ya Kongo. Sisi hatuna oga wala mashaka. Mpaka leo vile wanatuambia kabichuchu batasikia leo. Sasa mko nasikia zile biko napiga mamisile ni zetu, misile zetu zile wazalendo Nadhani ya kwamba hapo umesikia huyu mkaaji amesema nini? Amesema kwamba vikosi vya Generale Amuri ya Kutumba tayari vishaingia Kaziba na Generale ya Kutumba naye iko pale anaongoza vikosi vyake muvita ambayo walianzisha asubuhi wakipigana na wasi wa AFC M23. Hayuko pale yeye peke bali iko pamoja na vikosi vya Burundi FDNB pamoja na FARDC. Generale Kamama naye alitokea Sange naye atawasili hapo Kaziba kuendelea sasa kupiganisha wasi wa AFC M23 axe Kaziba Burinyi. Hiyo ndiyo hali kwa sasa. Vikosi vya wazalendo vinasonga mbele Kaziba, wasi wa AFC M23 wako napigwa na kufukuzwa maeneo ya Kaziba. Habari mbichi ambazo nimewaletea za mapigano ni ndani ya maeneo ya Kamanyola muda huu wa mchana hali ni tete. Milipuko ya silaha nzito na nyepesi inasikika Kamanyola na video niko na ziwapa kushene pale ziko na wafikia pale Kamanyola wako na bombarde sana, bombe zinafika Kamanyola, hali ni tete sana. FARDC na vikosi vya Burundi wako natumikisha maartileri wakishambulia wasi wa AFC M23 ndani ya Kamanyola. Vile na Katogota iko kivumbi na jasho, mapigano yanaendelea. Upande mwingine ni ndani ya maeneo ya Kabare. Nadhani ya kwamba Kamanyola hatutakawia hapo na maeneo ya Katogota. Kinachoendelea ni mapigano tangu asubuhi mnajua, na muda huu kabisa ninachowaambia ni ya kwamba mapigano yanaendelea. Upande mwingine sasa ni ndani ya maeneo ya Kabare, eneo ya Chivanga, mapigano makali yaliwakutanishwa waasi wa AFC M23 na vikosi vya wazalendo tangu asubuhi ya leo. Na muda huu mapigano yanaendelea ndani ya maeneo hayo karibu na Chivanga. Vikosi vya wazalendo viko nasonga mbele kuwafukuza waasi wa AFC M23 maeneo ya pale Chivanga na kuendelea kusonga mbele kuelekea maeneo ya Kavumu. Ukitoka Chivanga tayari ni kuelekea maeneo karibu na Kavumu. Hapo mapigano yanaendelea ni tangu asubuhi ya leo mapema, ambapo mapigano yalianza siku ya leo. Kama nilivyowaambia, vikosi vya FARDC na wazalendo, yani coalition ya armée congolaise, walilancer contre-offensive mu maeneo tofauti. Pale ni Kabare ni moto kumoto, vikosi vya wazalendo vinaendelea kuwashambulia wasi wa AFC M23. Vile na territoire ya Kale tangu saa 3 za siku za asubuhi ya leo, eneo ya Chirimiro pamoja na Katasomwa zinashambuliwa na maartileri ya FARDC iko na shambulia defense ama ngome za wasi wa AFC M23 Katasomwa na kusambaratisha kabisa wasi hao ndani ya defense hizo. Wasi walikimbilia ndani ya misitu wakakimbia nafasi zao
wengine wakakimbilia ndani ya nyumba za wakaaji baada ya kutumikisha maartileri na wako na washambulia kwa mbali waliatake maeneo hayo kupitia vikosi vya chini. Mashambulizi yanasikika Katasomwa pamoja na maeneo ya Chirimiro. FARDC na wazalendo wako nasonga mbele sana, wanataka wafukuze wasi wa M23 ndani ya maeneo ya Sud Kivu, maeneo karibu na Bukavu, na waendelee kuavance hii bonane, na waambia wanataka waikulie Mubukavu ama muzengine eneo ambazo watakuwa wamefanikiwa kuzikamata. Wanataka waondoe wasi wa M23 ndani ya maeneo ya Sud Kivu. Hiyo ndiyo hali kwa sasa halisi ndani ya mapigano makali yanayoendelea kati ya M23 na vikosi vya FARDC ndani ya Sud Kivu, na tunaendelea kufuatilia kabisa taarifa za mapigano kwa karibu. Kama kawaida, jioni ya leo tutawaambia kinachoendelea. Taarifa zetu zinaendelea. Kuna kusainiwa kwa makubaliano mapya ya amani kati ya nchi ya Kongo na Rwanda huko Washington DC. President Felix Tshisekedi siku ya leo ataelekea ndani ya nchi ya Marekani kwa ajili ya kusaini makubaliano hayo na President wa Rwanda Paul Kagame. President wa Burundi, President Ndayishimiye, naye siku ya leo gouvernement ya Burundi ilitangaza ya kwamba ataelekea huko Washington kwa ajili ya kuhudhuria kusainiwa kwa makubaliano mapya ya amani kati ya nchi ya Kongo na Rwanda. Na miongoni wa president ambao watakuwa huko kuna William Ruto, president wa Kenya, ambaye naye ataelekea huko kwa kuhudhuria kusainiwa kwa makubaliano hayo mapya ya amani kati ya nchi ya Kongo na Rwanda. Makubaliano hayo mapya yatasainiwa kesho yake. Donc ni jeudi ndipo kutasainiwa makubaliano hayo mapya. Ni ndani ya njia za kumaliza migogoro na matatizo kati ya gouvernement ya Kongo na gouvernement ya Rwanda. Tukiendelea na taarifa zetu, gouvernement ya Kongo na gouvernement ya Belgique waliendelea kuimarisha ushirikiano wao wa kijeshi. Swala hili lilikuwa kitovu cha majadiliano Jumatatu jana le 1er Desembre mjini Kinshasa kati ya naibu waziri mkuu wa ulinzi wa kitaifa wa Kongo na mwenzake wa Ubelgiji Guy Kabobo Mwandiamvita akiwa na mkuu wa majeshi Lieutenant General Gilles Mbanza na Theo Frankeni akiambatana na mkuu wa ulinzi wa Ubelgiji General wa jeshi la anga Frederic Vansina. Walikubaliana kuimarisha ushirikiano wa kijeshi kati ya Kongo na Ubelgiji na Umoja wa Ulaya. Majadiliano hayo pia yalihusu mafunzo, usaidizi wa kiutendaji na usaidizi wa kiutendaji, ushirikiano wa kimatibabu na usaidizi wa kujenga uwezo wa vikosi vya wanajeshi wa Kongo. Katika hafla hii, naibu waziri mkuu wa ulinzi wa kitaifa alipongeza ziara hiyo kama ya ishara sana, akionyesha dhamira ya Ubelgiji ya kuimarisha ushirikiano wa kihistoria wa kijeshi ambao umekuwa wa kimkakati. Alitangaza kwamba hivi karibuni Kongo itamteua mshirika wa ulinzi kwenda Brussels ili kuimarisha zaidi ushirikiano huu wa nchi mbili. Katika ziara yake ya kwanza rasmi nchini Kongo, waziri wa ulinzi wa Ubelgiji wa Ubelgiji alithibitisha tena uungaji mkono wa nchi yake katika kushughulikia changamoto za kiusalama zinazokabili mashariki mwa Kongo. Theo Franken pia alisisitiza dhamira ya serikali mpya ya Ubelgiji kupanua ushirikiano huu hasa kwa kuongeza bajeti ya ulinzi. Baada ya mkutano huo, takwimu hizo mbili zilisafiri kwa ndege hadi Kindu, mji mkuu wa jimbo la Maniema, kuuliza kuhusu maendeleo ya kazi iliyoanzishwa ndani ya mfumo wa ushirikiano huu. Kutoka uwanja wa ndege wa Kindu, Guy Kabombo Mwandiamvita na Theo Franken walielekea katika kikosi cha 31 cha utekelezaji haraka ndani ya Kindu, ambapo walihudhuria mkutano wa kisekta uliowasilisha maendeleo ya miradi inayotekelezwa kwa pamoja kati ya Umoja wa Ulaya, Kongo na Ubelgiji ya kuimarisha uwezo wa vifaa na miundombinu ya kijeshi.
Wajumbe hao wawili walitembelea maeneo ya ujenzi unaoendelea ikiwa ni pamoja na ujenzi wa kiwanja cha usafirishaji na jengo la makao makuu ya brigedi katika kambi ya Lawama. Akiwa huko, naibu waziri mkuu wa ulinzi wa kitaifa wa Kongo alifanya ziara ya ghafla kwenye eneo la ujenzi wa hospitali ya kijeshi ya Kindu ambayo ujenzi wake ulikuwa umezindua siku 45 tu zilizopita. Alieleza kufurahishwa kwake na kasi ya kazi kubwa ya ujenzi. Habari zetu zinaendelea kabisa. Diedo Lomoya, gavana wa muda wa Chopo, anaitwa kuungana na Kinshasa kwa agizo la naibu waziri mkuu wa mambo ya ndani Jacques Shabani, ambaye alitia saini telegram ya kufanya hivyo Jumatatu siku ya jana le 1er Desembre, akitaja mashauriano kama sababu. Kaimu gavana hata kuwa peke yake. Meya wa Kisangani pia ameitwa siku ya Jumatatu mbele ya mameya ya jumuiya na wafanyikazi wa ikulu ya jiji. Kaimu gavana ambaye alikuwa akitoa ufahamu juu ya mchakato wa kupanga wafanyikazi wa serikali na wafanyikazi wengine kwa ujinga, alitaja jina la rais wa zamani Joseph Kabila katika hotuba yake. Katika hotuba yake aliwahakikishia wa mawakala wasiotumia mitambo kwa kueleza mchakato uliowekwa na Jean-Pierre Lihau. Hapo ndipo alipomtaja Joseph Kabila badala ya Felix Tshisekedi. Sekunde chache baadaye alijirekebisha, wakati huo akimtaja Felix Tshisekedi kama rais mpya wa jamhuri. Wakati wa mkutano huu kwenye ukumbi wa jiji, waandishi wa habari wote waliokuwepo waliwekwa kizuizini na mawakala wa mkoa. Simu zao ziliundwa na kadi zao za kumbukumbu zilichukuliwa. Kwa sasa ni mwanachama wa chama tawala cha UDPS. Gavana Didier Lomoyo amejitanga na PPRD ya Joseph Kabila. Kinachoonekana aliitwa Kinshasa kutokana na kumsema Joseph Kabila badala ya Felix Tshisekedi. Wanaona ya kwamba anaweza kuwa anamuunga ancien president Joseph Kabila. Hizo ndizo habari za mchana wa leo, na washukuru sana na nawasihi kuendelea kuzisambaza kwa walio wengi, kuendelea kupartager sana, kuendelea kucomment na kulike na kujiunga nasi na channel yetu ya WhatsApp kama kawaida. Asante.